ya kuharibiwa, watesi watakaposimama ili wewe uangamie, watesi watakaposimama ili ukufe, watesi watakaposimama ili usifanikiwe, Bwana asema ya kwamba yeye ameapa ya kwamba atakulinda. Yeye amesema ya kwamba atanilinda. Yeye anasema ya kwamba atanifusha katika mbele ya watesi. Mungu anasema ya kwamba hakuna silaha itakayoinuka kinyume cha watu wangu ambaye itakayefaulu. Ombea adui yako aishi siku nyingi, ili unapobarikiwa ajione kwa macho. Hamna haja kabisa afe kabla hajaona baraka ambazo Mungu ameweka mbele yako. Ombea adui yako aishi siku nyingi, ili unapobarikiwa ajione kwa macho. Hamna haja kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, mahali kokote ulipo, na kusalamia tena katika jina la Yesu. Mtumishi wa Bwana Moses Wekesa. Ni nafasi nyingine ambayo Bwana ameandaa tena siku ya leo nisimame mbele yako kwa ajili ya ujumbe. Na ukumbuke ya kwamba mpendwa, Yesu akasema ya kwamba hamutaishi kwa kukula na kunywa, bali mtaishi katika neno langu litokalo katika kinywa changu. Na katika hilo neno la Mungu tutakuwa washindi, na katika neno la Mungu tutapata uzima, na katika neno la Mungu tutakuwa juu ya miungu zote, ama tutakuwa juu ya utawala wote, kwa maana sisi ni zaidi ya yote. Kumbuka andiko likasema ya kwamba je, Bwana akiwa upande wetu, ni nini kinaweza kukutenga na upendo wa Mwenyezi Mungu? La hasha. Tulio ndani ya Kristo Yesu ni zaidi ya vyote. Nataka siku ya leo nitaongelea juu ya mwenye haki katika machoni pa Mungu, ambaye anamjua Mungu katika ndani ya maisha yake, mwenye haki wa Mungu. Ulinzi wa Bwana uko juu yake. Bwana Yesu anasema nini katika ndani ya ule mpendwa? Ubarikiwe sana mahali kokote uliko. Nataka tukaribishe msomaji asome neno la Mungu, tuone Bwana asema nini katika ndani ya mwenye haki. Watu wengine wanafika mahali wachifariji wakisema ya kwamba je, Mungu anasaidia yule ajisaidiavyo. Ni hivyo wanadamu wanaweza kuwa na yule mfumo, lakini nataka tuone ya kwamba Bwana Yesu asema nini katika mwenye haki. Karibu msomaji katika Ufunuo wa Yohana 3 mstari mdogo wa kuanzia 9. Bwana asema nini katika mwenye haki? Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani. Yes. Wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Yes. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako. Amina, ubarikiwe. Mpendwa, hapa neno la Mungu, Bwana Yesu anasema ya kwamba tazama nakupa wale wasemao ya kwamba ni sinagogi. Hao anazungumza juu ya nini katika ndani ya maisha ya mwanadamu? Yohana alipokuwa akiliona kanisa la Mungu linateseka, watumishi wa Mungu wamefika mahali wamepoteza tumaini, watumishi wa Mungu wamefika mahali wametoka katika njia ya kweli, watumishi wa Mungu wamekuwa na watezi wengi katika maisha. Watumishi wa Mungu mahali popote wanapoenda, Wayahudi na Wayunani wote walikuwa kinyume ya watumishi wa Mungu. Lakini Bwana akamwambia mtumishi wake, alienda aliambie lile kanisa ambaye Bwana Yesu alinunua katika damu yake, akamwambia mwanadamu, wewe uliyemkubali Kristo Yesu, yeye aliyemwamini Bwana wetu Yesu Kristo, aliyechukua maisha yake akampa Kristo Yesu, anamwambia ya kwamba tazama, yamkini wamekupa sinagogi la Shetani. Lakini Bwana anasema ya kwamba hao wote wanaokuwa kinyume chako, hao wote walio juu yako, hao wote wanaosimama kwa ajili ya maisha yako, hao wote wanaosimama kwa ajili ya kupinga katika maisha yako, hao wote wanaokimbia kwa ajili ya maisha yako hata usifanikiwe, wale watu wanaosema ya kwamba katika njia zako, hata wengine wanakukimbilia katika waganga ili ufe, hata ili usiishi, ili watoto wako waangamie, ili nyumba yake iangamie, ili huduma yake iangamie. Bwana asema ya kwamba ndani ya maisha yako siku ya leo Bwana amenipa uchumbe ya kwamba nikukumbushe mpendwa, mahali kokote uliko. Biblia inasema katika andiko la takatifu, Biblia inasema mwenye haki ni mateso ni mengi, lakini Bwana umuokoa nayo yote. Mwenye haki ni wa Mungu, mateso ni mengi, lakini Bwana umuokoa nayo yote. Lakini Bwana asema nini? Msiogope katika hao watu mnaowaona. Lakini Bwana anakutia moyo, Mungu wa Israeli anakutia moyo ya kwamba mwanangu uliyenunuliwa katika damu ya Kristo Yesu, mwanangu uliyemwamini Yesu Kristo, mwanangu uliyempokea Kristo Yesu, anakuambia kwamba usiogope. Anakuambia kwamba usikate tamaa. Anakuambia kwamba usirudi nyuma. Anakuambia kwamba usiangalie
usiangalie huku na huku. Kuwa na stand ambayo iko ndani ya Kristo. Muamini Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba muendeeni yeye. Mtakapomwendea yeye, aminini ya kwamba yeye anaweza. Mtakapomwamini ya kwamba yeye anaweza, zaidi ya yote alishinda mauti na dunia. Yeye ako upande wako. Hakuna jambo lolote linalo kukushinda katika maishani mwako. Tuone Bwana asema nini. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, yani sababu wewe mtumishi wa Mungu na umwendea Kristo Yesu, wewe unayemtumainia Bwana wetu Yesu Kristo, mwenye hatumainie magari yake, mwenye hatumainii fedha zake, mwenye hatumainii akili zake, lakini Bwana amechukua ule mtu, amechukua moyo wake, amemkabidhi kwa Bwana. Anasema ya kwamba wewe Mungu wa Israeli yu upande wako. Mimi nami Mungu anasema ya kwamba, ama Kristo Yesu anasema, yeye ameapa ya kwamba atakulinda, atakufunika na damu yake, atakulinda, atakuepusha na mauti yake. Na kumbuka andiko likasema ya kwamba, na nitakapopita katika uvuli wa mauti sitaogopa. Nitakapopita katika maji mengi sitaogopa, ama haitanikarikisha, maana Bwana yu upande wetu. Daudi anasema hivi kwa ajili ya nini? Mwenye haki mateso ni mengi, lakini Bwana umuokoa naye. Lakini anasema ya kwamba, je, mwenye haki wangu atamwacha Mungu ama shetani ampinge? Nataka nikukumbushe katika andiko takatifu, Mungu alivyokuwa katika ukuu wake, shetani alivyojihudhurisha mbele ya mtumishi wa Mungu, akasema, je, umenionea aibu wangu ama umenionea mtumishi wangu aibu? Shetani ampinge? Nataka nikukumbushe katika andiko takatifu, Mungu alivyokuwa katika ukuu wake, shetani alivyojihudhurisha mbele ya mtumishi wa Mungu, akasema, je, umenionea aibu wangu ama umenionea mtumishi wangu aibu? Shetani alimwambia nini? Wewe ulimsingira Ayubu. Lakini Bwana asema nini? Maandiko linasema ya kwamba alipopewa ruhusa aenda amjaribu Ayubu katika majaribu na mateso, Ayubu, Biblia inasema ya kwamba alishinda mauti, alishinda majaribu mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya Ibilisi. Sasa hapa neno la Mungu linasema ya kwamba usiogope katika hao wote wanaokinyunuka kinyume chako, wote wanaokaa kinyume chako, wote wanaosema ya kwamba hutafaulu, wote wanaosema ya kwamba unaangamia, wote wanaosema ya kwamba utakufa. Lakini Bwana anasema yeye ni zaidi ya vyote. Malizie tuone. Mungu anasema ya kwamba Mungu atakulinda mpaka wakati ama katika saa ya kuharibiwa na muovu. Yani saa ya kuharibiwa, watesi watakaposimama ili wewe uangamie, watesi watakaposimama ili ukufe, watesi watakaposimama ili usifanikiwe, Bwana asema ya kwamba yeye ameapa ya kwamba atakulinda. Yeye amesema ya kwamba atanilinda. Yeye anasema ya kwamba atanifusha katika mbele ya watesi. Mungu anasema ya kwamba hakuna silaha itakayoinuka kinyume cha watu wangu ambaye itakayefaulu. Ndio tayari kutumia ulimwengu wote wajaribu wakao. Kristo anasema ya kwamba tayari Mungu uliye mwaminifu, unayemtegemea Bwana, unayemwamini Yesu Kristo, anasema hata wakati wa uharibifu, siku za mwisho, nyakati za mwisho, Bwana anasema ya kwamba atakulinda wewe. Na kumbuka katika andiko takatifu, Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho malaika Mikaeli atasimama upande wa watakatifu, atalinda watakatifu. Yani maana yake nini? Yesu Kristo atakaa upande wa kanisa alitaharibika ama alitapatana na muovu yule shetani. Maana Biblia inasema ya kwamba hili kanisa Mungu atalificha. Na ukumbuke katika Ufunuo wa Yohana, Yesu Kristo anasema ya kwamba alipoona ule mwanamke anaumwa wakati wa kuzaa umefika, yule joka alikuwa anataka kumvizia ili amumeze ule mtoto ama ameze ule mama pamoja na mtoto. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo aliamrisha yule mwanamke pamoja na mtoto, akamwenda akamficha, alimficha mahali penye yeye mwenyewe alikuwa, na ule mwanamke pamoja na mwanawe, mpaka wakati aliyeamrishwa katika wakati wale. Alikuwa anazungumza nini? Juu ya kanisa la Mungu la kweli. Mungu hata liache liangamie. Kanisa la Mungu la kweli linapatikana wapi? Mwanadamu uliyemwamini Kristo, uliyempa Yesu maisha. Nataka nikwambie, Yesu hataacha majaribu, Yesu hataacha vita, Yesu hataacha watesi, Yesu hataacha na walio kinyume chako ili wakufanikiwe ama wafanikiwe
lifanikiwe ili wewe uangamie. Bwana asema ya kwamba halitawezekana. Aliyelinda wana wa Israeli katika jangwa, yule ninayekwambia kwamba anakulinda wewe, usiogope katika ndani ya maisha yako. Malizia tuone Bwana asema nini. Yesu Kristo anasema nacha upesi. Anasema ya kwamba shika sana ulicho nacho, yaani imani ulio ndani yako, imani tapiti uliomwamini Yesu, imani sana sawasawa iliyo ndani yako. Nataka nikwambie, amini Bwana wetu Yesu Kristo, usipanduke mahali pale, usipanduke katika ile imani uliyojua ya kwamba Yesu anaokoa. Uache ile imani ukeukie miungu mingine, ile ni imani potofu, bali mwamini yeye, au utaokolewa na mabaya, utaokolewa mbele ya watesi, utaokolewa mbele ya maadui, utaokolewa mbele ya sinagogi la shetani ambayo linajipanga kwa ajili ya maisha yako ili uangamie. Yesu Kristo anasema ya kwamba usiogope, alafu fika mahali uanze kutenguka katika imani. Utakapotenguka katika imani, uache shetani aingie katika nafasi yako. Aingie katika nafasi ya nini? Moyo wako pamoja na imani yako, ili ukeukie miungu mingine, lakini ukimwamini Yesu Kristo atakulinda. Tazama, Bwana Yesu asema nini? Ya kwamba yeye ashindaye, Bwana Yesu anasema atamfanya, atakuwa nguzo la kanisa, atakaa humo milele daima, kwa maana Bwana ako upande wake. Hatatoka humo tena. Yesu Kristo anasema hatatoka humo tena. Maana anasema nini? Wote waliomwamini Kristo, wote waliomwendea Yesu, wote wanaomtegemea Bwana hawatatayarika. Wote wanaomtegemea Yesu hawatapoteza katika ndani ya maisha yao. Mwendee yeye. Biblia inasema katika Ufunuo wa Yohana 21 mstari mdogo wa 11, asema nini? Ya kwamba bali waoka na wasioamini na waabuduo sanamu na wasinzi hawataurithi ufalme wa Mwenyezi Mungu. Sababu ni nini? Wewe kama uko tena hauna imani ya kweli katika ndani ya moyo wako, hauna imani ya kutosha katika ndani ya maisha yako, nataka nikuambia huwezi kumpendeza Bwana, hauwezi kumfurahisha Bwana. Wacha imani iliyofukufuku, wacha imani isiyokuwa na tumania kwamba Yesu anaweza. Maana wengine wanakeukia miungu mingine, wengine wanamwacha imani yao, badala wamwangalie Yesu wanaangalia miungu, wanaangalia wanadamu. Na hiyo ndio nataka nikwambie, ndio shida katika makanisa, na hiyo ndio shida katika wanadamu, na hiyo ndio shida katika ulimwengu, na hiyo ndio shida katika vizazi ambayo tunaishi. Lakini katika jioni ya leo, ama katika siku ya leo, nataka nikwambie kwamba neno la Mungu limekuichilia katika maisha yako, ya kwamba uwe na imani tosha katika ndani ya Kristo Yesu. Maana nataka nikwambie, Yesu Kristo anasema Bwana akiwa upande wetu, ni nini inayosababisha tusiwe washindi? Biblia inasema ya kwamba Bwana hata tufanye sisi tuwe mikia, bali tutakuwa vichwa, maana tumo ndani ya Kristo. Na andiko limesema ya kwamba yeye ashindaye Bwana atamfanya atakuwa nguzo la kanisa. Atakaa humo, ataishi kwa Baba siku zote, ataishi katika hekalu. Yaani maana atakaa na Kristo Yesu miaka nenda miaka rudi, daima na milele katika ndani ya Kristo. Maana kiti cha enzi tutaenda kukaa kule, tutamuona Baba, tutakaa na Kristo Yesu, maana yeye ndiye mfalme. Maana akasema nini? Tazama naja upesi, shika sana ulicho nacho. Kama una imani ya kweli katika ndani ya Kristo, usipoteze tumaini mpendwa. Bwana sandi katika ndani ya Kristo. Mwendee yeye, atakulinda. Mwamini yeye, atakulinda. Yeye alifufua waliokufa. Yeye aliponya kila magonjwa. Yeye alishinda kila mauti. Yeye alishinda kila mitego za wanadamu. Maana yeye, Biblia inasema ya kwamba alijivalisha, alijifanya kama hana utukufu, lakini ili awapate wenye shida kama wewe pamoja na mimi, tunayokuwa na vifungo, lakini tukimwamini Kristo tunahesabiwa haki katika ndani ya Kristo Yesu. Tunapata neema katika ndani ya Kristo. Tumwendee yeye, tutapata uzima. Mahali uliko, nataka nikwambia kwamba Kristo wa ya kulinde, usisahau. Nataka nikwambie kwamba katika hii channel usisahau usubscribe katika hiyo channel. Najua ya kwamba usubscribe kwako kunaweza saidia. Mahali uliko, Kristo wa amani akubariki. Ya hali unayopitia, nataka ndio uamini ya kwamba tuombe pamoja nawe. Yesu Kristo Bwana wa mabwana atakulinda. Katika jina la Yesu nataka nikushukuru Bwana katika msikilizaji aliyopokea hilo neno. Mbariki ukamlinde Bwana, yoyote anayepitia katika vita na majaribu. Bwana Yesu ukamsimamie, anaye Baba pitia mateso mengi, anayekuwa Baba na watesi wengi. Bwana chukua ngao na kikao, pigana na watesi kwa maana ni Bwana. Shetani na majaribu na akapate kushindwa. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Mungu wa amani akubariki.